Filamu ya Kuch Kuch Hota Hai ni hadithi ya mapenzi yenye hisia nzito, inayogusa moyo na kufundisha somo kubwa kuhusu urafiki, upendo wa kweli na kuchelewa kutambua hisia. Ni filamu inayothibitisha kuwa wakati mwingine mapenzi ya kweli huwa karibu nasi, lakini macho yetu yanakuwa yamefumbwa kuyaona. Hadithi inaanza miaka mingi baada ya matukio makuu, katika nyumba tulivu anayoishi mwanaume aitwaye Rahul Khanna. Rahul ni baba mpweke anayemlea binti yake mdogo mwenye umri wa miaka 8 anayeitwa Anjali. Mama wa mtoto huyo, Tina, alifariki dunia miaka kadhaa iliyopita, na tangu wakati huo Rahul amebaki na kumbukumbu na majonzi moyoni. Anjali mdogo ni mtoto mwenye akili, mchangamfu, lakini mwenye maswali mengi kuhusu mama yake ambaye hakuwahi kumjua. Kila mwaka kwenye siku ya kuzaliwa kwake, Rahul humkabidhi barua iliyoandikwa na mama yake kabla ya kifo chake. Barua hizi zilikuwa zawadi za kipekee, zenye maelekezo ya maisha, upendo na ukweli uliofichwa kwa muda mrefu. Siku hii, Anjali mdogo anapofikisha miaka 8, anapokea barua ya mwisho na ya muhimu zaidi. Barua hii inabadilisha kabisa mwelekeo wa hadithi. Ndani ya barua hiyo, Tina anamwambia binti yake ukweli ambao Rahul hakuweza kuusema. Anamweleza kuwa kabla ya ndoa yake na Rahul, kulikuwa na mwanamke mwingine muhimu sana katika maisha ya baba yake. Mwanamke ambaye hakuwahi kupendwa ipasavyo, lakini alikuwa mapenzi ya kweli ya Rahul. Tina anamwomba Anjali mdogo kufanya jambo moja kubwa maishani mwake: kumsaidia baba yake kumpata mwanamke huyo tena. Hapo ndipo simulizi ya zamani inaanza kufunguka. Maisha ya chuo, urafiki uliozaa maumivu. Hadithi inaturudisha nyuma hadi kipindi cha chuo kikuu. Rahul ni mwanafunzi maarufu sana chuoni. Ni kijana mchangamfu, mwenye ucheshi, kipaji cha michezo na kipawa cha kuvutia watu. Kila mtu anamfahamu na karibu kila msichana anaota kuwa karibu naye. Lakini katika maisha ya Rahul kuna mtu mmoja maalum sana: Anjali Sharma. Anjali mkubwa ni msichana jasiri, mwenye moyo safi, lakini tofauti na wasichana wengine. Havai nguo za kike za kuvutia, anavaa mavazi ya michezo, anapenda basketball na mara nyingi huonekana kama mvulana. Lakini tofauti hiyo ndiyo inayomfanya Rahul ajisikie huruma akiwa naye. Kwa Rahul, Anjali ni rafiki yake wa karibu kabisa. Wanacheka pamoja, wanashindana michezo, wanashirikiana kila siri. Hakuna kitu Rahul anachofanya bila Anjali kujua. Lakini kwa bahati mbaya, Rahul haoni zaidi ya urafiki. Ndani ya moyo wa Anjali kuna siri nzito. Anampenda Rahul kwa dhati. Mapenzi yake si ya mchezo wala ya kupita. Ni mapenzi ya kimya kimya, yaliyojaa heshima na hofu ya kupoteza urafiki wao. Anjali anaogopa kusema ukweli wake, kwa sababu anaamini kuwa akisema anaweza kumpoteza Rahul kabisa. Kuwasili kwa Tina, mwanga mpya katika maisha ya Rahul. Siku moja, maisha ya chuo yanabadilika ghafla pale Tina Malhotra anapojiunga kwa chuo. Tina ni msichana mzuri, mwenye mvuto wa asili, mwenye kujiamini na upole wa kipekee. Tofauti na Anjali, Tina anawakilisha sura ya mwanamke wa kimapenzi anayevutia macho ya kila mtu. Rahul, mara tu anapomwona Tina, moyo wake unapigwa na mshindo usioelezeka. Anahisi kitu kipya kabisa, kitu ambacho hajawahi kukihisi kwa Anjali au msichana mwingine. Hipo ndipo maneno maarufu ya filamu yanapata maana yake. Kuch Kuch Hota Hai Rahul, tum nahi samjoge. Yaani, kuna kitu hutokea moyoni Rahul, huwezi kuelewa. Rahul anaanza kumpenda Tina kwa dhati. Anaanza kubadilika, anakuwa makini zaidi, mwenye hisia na anayejali zaidi muonekano wake. Anjali, akiwa karibu naye kila wakati, anaona mabadiliko haya kwa macho yake mwenyewe. Moyo unaumia kimya kimya. Kadri Rahul na Tina wanavyozidi kuwa karibu, ndivyo moyo wa Anjali unavyozidi kuumia. Lakini bado, Anjali anaendelea kucheka, kujifanya mwenye furaha na kuficha maumivu yake.
Anjali anaona wazi kuwa Rahul hampendi kama mwanamke. Anaelewa kuwa kwake yeye ni rafiki tu. Lakini mapenzi hayachagui mantiki. Moyo hauamriwi. Hatimaye siku inafika ambapo Rahul anamwambia Anjali wazi wazi kuwa anampenda Tina. Anamwambia kwa furaha bila kujua kuwa kila neno analolisema ni kisu kinachochoma moyo wa Anjali. Anjali anajaribu kutabasamu, lakini moyoni anavunjika kabisa. Usiku huo, Kabla ya Tina kufariki dunia, anabaki na maumivu makubwa moyoni. Si kwa sababu ya kifo kinachokaribia, bali kwa sababu ya ukweli aliyougundua akiwa tayari amechelewa. Tina anatambua kuwa, japokuwa Rahul alimpenda na kumuoa, kulikuwa na mtu mwingine aliyekuwa ameshachukua nafasi ya kipekee katika moyo wake, hata kabla hawajafahamiana. Mtu huyo alikuwa Anjali Sharma. Tina anaelewa kuwa Rahul hakuwahi kutambua mapenzi yake ya kweli kwa Anjali kwa sababu yalijificha ndani ya urafiki. Anagundua kuwa Anjali ndiye aliyekuwa akimjua Rahul kwa undani zaidi, aliyemkubali bila masharti na aliyekuwa tayari kumtoa moyo wake bila kudai chochote. Kwa hekima na moyo wa upendo wa kweli, Tina anaamua kufanya jambo la ajabu. Badala ya wivu au chuki, anaacha nyuma mpango wa kurekebisha kosa la maisha. Ndiyo maana anaandika barua zile zote. Barua ya mwisho ya Tina. Katika barua ya mwisho aliyomwandikia binti yake, Tina anaweka wazi ukweli wote. Anamwambia Anjali mdogo kuwa baba yake ni mwanaume mzuri, lakini aliyekosea kwa kutokuelewa hisia zake mapema. Anamwambia kuwa kuna mwanamke mmoja ambaye baba yake alimpenda bila kujua, na mwanamke huyo anaitwa Anjali. Tina anamuomba binti yake afanye kila awezalo kuhakikisha kuwa baba yake anapata nafasi ya pili ya mapenzi. Anamuomba amtafute Anjali mkubwa popote alipo na ahakikishe kwamba Rahul na Anjali wanakutana tena. Anjali mdogo, akiwa mtoto lakini mwenye akili na moyo mkubwa, anaamua kutekeleza ombi la mama yake bila kusita. Mpango wa mtoto mdogo. Anjali mdogo anaanza mpango wake kwa ujanja wa mtoto lakini kwa dhamira ya mtu mzima. Anamwangia baba yake kuwa anataka kwenda kambi ya majira ya joto. Rahul, japokuwa ana mashaka kidogo, anakubali kwa sababu anaamini itamsaidia binti yake kupata marafiki na furaha. Kambi hiyo ndio mahali ambapo hatma inakusudia kuwakutanisha tena watu waliotenganishwa na muda. Wakati huo huo, Anjali mkubwa, baada ya kuondoka chuoni miaka mingi iliyopita, alikuwa amejaribu kujenga maisha mapya. Alivunjika moyo, aliumia, lakini hatimaye alikubali kuwa labda mapenzi yake hayakuwa sehemu ya hatima yake. Anjali mkubwa aliolewa na mwanaume mwingine, mtu mwenye heshima na upendo, aliyejitahidi kumpa furaha. Lakini bado, ndani ya moyo wake kulikuwa na kovu ambalo halikuwahi kupona kabisa. Mume wake kwa bahati mbaya alifariki dunia na kumwacha Anjali mjane. Baada ya kifo hicho, Anjali aliacha kuvaa mavazi ya michezo na akaanza kuvaa sare, akibadilika kabisa kimwonekano na kimaisha. Lakini hata baada ya mabadiliko hayo yote, kumbukumbu za Rahul hazikuwahi kumwacha. Kambi ya majira ya joto, kukutana tena. Hatma inapoanza kufanya kazi yake, Anjali mkubwa anateuliwa kuwa mwalimu na mlezi katika kambi ile ile ambayo Anjali mdogo anapelekwa. Hakujua kuwa mahali pale palikuwa karibu kubadilisha maisha yake tena. Siku ya kwanza kambini, Anjali mdogo anapomuona Anjali mkubwa, anahisi kama anamfahamu. Anahisi kama anamuona mtu ambaye tayari yupo kwenye maisha yake hata kabla hawajakutana. Kwa upande wa Anjali mkubwa, kumuona Anjali mdogo kunamletea hisia za ajabu. Mtoto huyo anamfanana sana na Rahul, tabasamu lake, macho yake, hata namna anavyozungumza. Lakini bado, Anjali mkubwa hajui ukweli wote. Rahul anapofika kambini kumwangalia binti yake, ndipo tukio kubwa linatokea. Macho yake yanakutana na Anjali mkubwa kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Wote wawili wanakaa kimya kwa sekunde chache, sekunde ambazo zinaonekana kama dakika. Moyo wa Rahul unapiga kwa kasi, na kumbukumbu zote za zamani zinamrudia kwa ghafla. Anjali mkubwa, kwa upande wake, anajitahidi kujizuia. Anajifanya mtulivu, lakini ndani ya moyo wake, mapambano yanaanza upya.
Rahul kwa mara ya kwanza maishani mwake anaanza kutafakari makosa yake ya zamani. Na hapo ndipo anaanza kuelewa polepole maana ya maneno yale ya zamani. Kuch kuch hota hai. Mapambano ya ndani ya Anjali mkubwa. Japokuwa Rahul anaonekana kubadilika, Anjali mkubwa anaogopa. Ameumia mara moja na anaogopa kuumia tena. Anaamini kuwa Rahul ni mtu aliyempenda mwingine na kumuoa, na labda sasa anahisi upweke tu. Anjali. Kadri siku zinavyopita kambini, Rahul mabadiliko yake yanaanza kuonekana wazi. Yule Rahul wa zamani aliyekuwa akicheka bila kufikiria, sasa anakuwa mtulivu zaidi, mwenye tafakari. Kila mara anapomwangalia Anjali mkubwa, kuna kitu moyoni mwake kinamgusa kwa namna isiyoelezeka. Rahul anaanza kukumbuka maisha yao ya chuo. Anakumbuka jinsi Anjali alivyokuwa karibu naye kila wakati, jinsi alivyomuelewa hata kabla hajazungumza, na jinsi alivyokuwa akimlinda bila kujua. Kwa mara ya kwanza, Rahul anajiuliza swali ambalo hakuwahi kujiuliza kabla. Kwa nini sikuwahi kumwona Anjali kama mwanamke? Swali hilo linamtesa mchana na usiku. Usiku mmoja, Rahul anakaa peke yake, akitazama anga la usiku kambini. Anakumbuka maneno ya Tina, tabasamu lake na upole wake. Anakumbuka jinsi Tina alivyoonekana mwenye amani hata alipokuwa anaumwa. Ghafla, maneno ya Tina yanamrudia akilini mwake, maneno ambayo hakuyapa uzito hapo awali. Anagundua kuwa Tina alikuwa akijua kitu ambacho yeye hakukijua. Rahul anaelewa polepole kuwa Tina alikubali kuolewa naye akijua kuwa moyoni mwake kulikuwa na Anjali. Hakumchukia, hakumlazimisha Rahul kubadilika, bali alimpenda kwa ukamilifu wake pamoja na mapungufu yake. Na hapo ndipo Rahul anagundua ukweli mchungu zaidi. Mapenzi ya kweli ya maisha yake yalikuwa mbele yake muda wote. Machozi ya majuto. Rahul anaanza kujilaumu. Anajilaumu kwa kutoona, kwa kutosikiliza na kwa kuchukulia urafiki wa Anjali kama kitu cha kawaida. Anatambua kuwa Anjali alitoa moyo wake wote bila kudai chochote, na yeye alimwacha aondoke bila hata kuuliza sababu. Kwa mara ya kwanza, Rahul anakumbuka siku Anjali alipoondoka chuoni. Anakumbuka jinsi alivyodhani kuwa ni uamuzi wa kawaida, bila kujua kuwa alikuwa akimuumiza mtu aliyempenda zaidi. Machozi yanamtoka Rahul. Kwa mara ya kwanza, analia kwa dhati, si kwa kumpoteza Tina, bali kwa kugundua upendo alioupoteza kwa ujinga wake mwenyewe. Mapambano ya hisia. Siku inayofuata, Rahul anajaribu kuzungumza na Anjali mkubwa, lakini Anjali anakuwa makini sana. Anajibu kwa heshima, lakini anaweka umbali. Anajua kuwa Rahul anaweza kuwa anahisi kitu sasa, lakini anaogopa kwamba ni kuchelewa sana. Anjali anaamini kuwa mapenzi hayapaswi kuwa majaribio ya pili kwa mtu ambaye hakuthamini ya kwanza. Rahul kwa upande wake, anajitahidi kuelewa mipaka hiyo. Anaona baridi katika macho ya Anjali, lakini pia anaona mapenzi yaliyofichwa nyuma ya maumivu. Ufunuo wa Anjali mdogo. Hatimaye Anjali mdogo anaona ni wakati wa kufichua ukweli. Anamuita Rahul kwa faragha na kumpa barua ya mwisho ya Tina. Rahul anaposoma barua hiyo, ulimwengu wake wote unatisikika. Ndani ya barua hiyo, Tina anaeleza kila kitu kwa uwazi. Anamwambia Rahul kuwa alimpenda Anjali kwa namna ambayo hakuwahi kumpenda yoyote. Anamwambia kuwa urafiki wao haukuwa wa kawaida, bali ulikuwa mapenzi yaliyovaa sura ya urafiki. Tina anamwambia Rahul kuwa hakumlaumu, bali alitamani angeelewa mapema. Na mwisho, anamwomba asirudie kosa lile lile, akipewa nafasi ya pili. Rahul anapomaliza kusoma barua hiyo, analia kama mtoto. Mtazamo wa Anjali mkubwa. Wakati huo huo, Anjali mkubwa anapitia mapambano yake mwenyewe. Anaona mabadiliko ya Rahul, lakini bado anaogopa. Anajiuliza ikiwa ni haki kwake kufungua moyo wake tena. Anakumbuka maumivu ya zamani, usiku wa kulia peke yake, na miaka ya kujifunza kuishi bila Rahul. Anaogopa kurudi nyuma na kupoteza amani aliyojijengea. Lakini pia anahisi kitu ambacho hakijawahi kufa kabisa. Mapenzi yake kwa Rahul hayakuwahi kutoweka, yalijificha tu chini ya majishi ya muda. Mvua ya hisia. Siku moja, mvua kubwa inanyesha kambini. Ni mvua ya ghafla, kama hisia zinazomiminika bila kizio. Rahul anamkuta Anjali akiwa peke yake, amesimama chini ya mvua. Hapo ndipo Rahul anaamua kusema ukweli wake. Anamwambia Anjali jinsi alivyokuwa kipofu hapo awali. Anamwambia kuwa sasa anaelewa kila kitu.
kila tabasamu, kila ukimya na kila machozi aliyoficha. Lakini Anjali anamkatisa. Anamwambia kuwa uchelewa wa Rahul ulimuumiza sana. Anamwambia kuwa mapenzi hayapaswi kuwa majaribio ya pili kwa mtu ambaye hakuthamini ya kwanza. Rahul anasikiliza bila kukatisha. Kwa mara ya kwanza anasikiliza kweli. Kukabili ukweli. Rahul anakiri kuwa hakustahili mapenzi ya Anjali hapo awali, lakini anamuomba asimhukumu kwa makosa ya Mazanu peke yake. Anamuomba amuone kama mwanamke aliyekomaa, aliyepitia maumivu na aliyefundishwa na maisha. Anamwambia Anjali kuwa kama bado kuna hata chembe ndogo ya mapenzi moyoni mwake, basi anamuomba ampe nafasi ya pili, si kwa sababu ya kumbukumbu, bali kwa sababu ya sasa. Anjali anakaa kimya kwa muda mrefu. Mvua inaendelea kunyesha. Machozi yake yanachanganyika na matope ya mvua. Mwisho wa part 3. Nitaendelea part 4, hitimisho. Mara moja. Uamuzi wa mwisho wa Anjali, baraka za Tina na mwisho wa kihisia wa hadithi.